Mtazamaji wa Ready Pro Media, taarifa zilizotufikia hivi punde ni kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mji wa Uvira, ambapo tunafahamishwa kwamba mapigano makubwa yamezuka kati ya vikosi vya jeshi la Kongo yani FARDC pamoja na kundi la wazalendo ambalo ni kundi linaloshirikiana na vikosi hivyo vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kupambana na kundi la waasi la M23. Sasa taarifa zilizotufikia hivi punde kutoka katika mji wa Uvira zinaeleza kwamba makundi haya mawili, kwa maana kwamba washirika hawa wawili yani jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo ambao wamekuwa wakiwasaidia jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kupambana na kundi la waasi la M23 na makundi mengine yaliyoko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwamba wamegeukana na hatimaye kuanza kupigana, na mapigano makali yamezuka katika mji wa Uvira. Hii yote inatokea wakati ambapo taarifa zinasema kwamba sababu kubwa ya mapigano haya kati ya wazalendo pamoja na jeshi la FARDC ni kwa sababu ya kundi la wazalendo kuwashutumu baadhi ya viongozi wa jeshi la serikali ya Kongo yani FARDC kupokea hongo ama rushwa kutoka kwa baadhi ya watu ambao inasemekana wana uhusiano wa karibu na kundi la M23 na makundi mengine ambayo yamekuwa yakipambana kule mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na inasemekana kwamba moja kati ya watu ambao wamechochea kwa kiwango kikubwa mapigano ya leo usiku huu ni kiongozi Nehemia Mwilanya, ambaye amewahi kuwa katibu au msaidizi wa karibu wa rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila wa Kabange, kwamba alionekana na kusikika akifanya mazungumzo na baadhi ya viongozi wa jeshi la Kongo FARDC katika mji huo wa Uvira, na hivyo kuwashawishi kuweza kupokea rushwa na mwisho wa siku ili waweze kusarenda na kuachia eneo la Uvira kwa ajili ya kuchukuliwa na kundi la M23. Sasa yote haya yanajiri wakati ambapo asubuhi ya leo, wakati tunaamka mapema kabisa, zilipatikana taarifa kuhusu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na kundi la M23 kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano ama kusitisha vita kati ya pande hizo mbili ili kuweza kuruhusu mazungumzo yaweze kufanyika kwa ajili ya kutafuta suluhisho la kudumu la amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini ni kama geresha ambayo imesababisha sasa kugeukana wao kwa wao, kwa maana kwamba jeshi la FARDC, jeshi la Kongo pamoja na kundi la wazalendo ambalo limekuwa likilisaidia jeshi kupambana na vikundi hivyo, na yote hiyo inasababishwa kwamba kundi la wazalendo limekuwa likiwashutumu sana na mara kadhaa limekuwa likishutumu jeshi la serikali kujihusisha na rushwa na mwisho wa siku kuwaachia maadui waweze kutawala hata katika miji kadhaa ambayo M23 wanaishikilia, ikiwemo Goma na miji mingine ambayo imekuwa iko chini ya M23. Jeshi lilikuwa likisimamia ama likilinda miji hiyo, lakini mwisho wa siku walisarenda katika hali ya kushangaza sana, na hivyo sasa wazalendo wakaingilia kati na wakaanza kupambana na kuisaidia jeshi, lakini mara kadhaa wamekuwa wakitupia lawama jeshi kushindwa kudhibiti na kuwageuka na kusababisha M23 kutangaza. Na hata katika hili ambalo limetokea leo, inasemekana kwamba kiongozi huyu bwana
Nehemi Mwilanya alikuwa amekwisha zungumza na M23 pamoja na viongozi hao wa FARDC kuhakikisha kwamba leo hii mji wa Uvira unakuwa chini ya kundi la M23, licha ya kwamba asubuhi walitangaza kusitisha mapigano baina ya serikali pamoja na M23 wenyewe. Kwa hiyo walitaka kutumia mwanya huo kuweza kudhibiti pia mji wa Uvira. Sasa tutazidi kuwafahamisha zaidi nini ambacho kinaendelea katika hili sakata ambalo limetokea usiku huu kati ya wazalendo pamoja na jeshi la FARDC katika mji huu wa Uvira ambapo mapigano makali yanaendelea.